Ujambo na karibu mtazamaji wa Kamata TV. Siku leo tutaangalia miaka minne ya Mama Samia Suluhu Hassan kutoka kwa hapa kazi hadi kazi iendelee. Serikali ya awamu ya 6 imepata mafanikio katika kuboresha huduma za jamii zikiwemo za afya, elimu, maji na kupunguza kiwango cha umaskini. Leo serikali hiyo imetimiza miaka minne kwa kuwa kiongozi wake mkuu Rais Samia Suluhu Hassan aliapishwa Machi 19 mwaka 2021 katika Ikulu jijini Dar es Salaam. Wakati wa maadhimisho ya siku ya kimataifa ya wanawake Machi 8 mwaka huu, Rais Samia alisema serikali imepanga hatua kupunguza umaskini na nukuu, mpaka tunafanya tathmini ya mpango wa 3 wa maendeleo tayari tulishapunguza umaskini kwa kiwango cha 26% kutoka kiwango tulichokuwa tunaanza utekelezaji, na hii ilikuwa mwaka 2015, alisema Rais Samia. Akiongeza, kitaifa tulishaondoa njaa kwa 100% na katika lengo la kujitegemea kwa chakula tunajitegemea kwa chakula kwa 128%. Sasa kilichobaki ni kwa mtu mmoja na jitihada za kuhakikisha habaki na njaa. Rais Samia alisema katika sherehe hizo jijini Arusha kuwa Tanzania imeendelea kupiga hatua katika sekta ya afya, hasa katika kuongeza miundombinu na vifaa tiba. Mnatambua serikali yenu imejitahidi kujenga miundombinu ya afya nchi nzima kuanzia zahanati, hospitali za kata, wilaya, mkoa na rufaa pamoja na vifaa vya matibabu, alisema mkuu wa nchi. Rais Samia alisema huduma za afya kwa mama na mtoto zimeimarika kwa kupunguza idadi ya vifo vya wanawake wakati wa kujifungua. Tumeweza kupunguza vifo vya wanawake wakati wa kujifungua. Vifo vya wanawake wa Tanzania vilikuwa vifo 1500 kwa vizazi hai 100,000. Leo tunapunguza vifo 104 kwa vizazi hai 100,000. Vile vile tumepunguza vifo vya watoto, alieleza. Katika sekta ya elimu, Rais Samia alisema kwa sasa idadi ya wanafunzi imefikia sawa kwa sawa baina ya wavulana na wavulana. Alisema kwa sasa usawa wa kijinsia umeongezeka katika wanafunzi wanaosailiwa kwa shule za msingi na sekondari kwa mwaka 2025 na wanafunzi wanaodahiliwa katika vyuo vikuu na vyuo vya ufundi umeongezeka, na wasichana nao idadi yao imeongezeka. Kuhusu usawa wa jinsia, Rais Samia alisema mwanzoni hali ya usawa wa kijinsia haikuwa ya kuridhisha, lakini kwa sasa nchi imepiga hatua, huku sekta binafsi ikionyesha mwanga wa kuwa na wanawake katika nafasi za juu za uamuzi. Katika sekta ya maji, alisema Tanzania imefikia mafanikio ya maendeleo endelevu ikitekeleza ilani ya uchaguzi Chama cha Mapinduzi CCM ya mwaka 2020 hadi mwaka 2025 kufikisha huduma ya maji kwa wananchi. Ilani ya uchaguzi ilituelekeza kwamba kwa vijijini twende 85% na mjini twende 95%. Mpaka Disemba mwaka jana vijiji kwa wastani tumekaribia 80% na mijini kumefikia 90%, lakini kuna miradi zaidi ya 1000 nchi nzima imekamilika. Tunakwenda kufikia au kupita 80% tulizotumwa na chama, alibainisha Rais Samia. Kuhusu nishati, alisema Tanzania imesambaza umeme vijijini na sasa inatoka kwenye matumizi ya nishati chafu kwenye miundombinu. Alisema serikali imejenga njia za usafiri na kurahisisha usafirishaji na inaendelea kuimarisha mazingira ya biashara kwa wanawake na vijana. Aidha, alisema serikali imeendelea kupunguza pengo la usawa wa kijinsia kati ya wanawake na wanaume kupitia maboresho ya sera, sheria na mikakati ya kukuza uchumi ili kupunguza pengo la usawa wa jinsia. Mkazi wa kijiji cha Kemendo wilayani Bukoba mkoani Kagera, Abbas Omali ameipongeza serikali ya awamu ya 6
kuziimarisha sekta zote. Omali alitoa mfano kuwa sekta ya elimu imeboreshwa kwa kuwa shule zimejengwa na hata zilizokuwepo zimeboreshwa, lakini pia serikali imekuwa na mwendelezo wa kuajiri walimu wa kutosha na wazamani kupandishwa vyeo kila mwaka. Lengo kuu ni kuongeza ubora wa elimu kwa jamii na kuleta maendeleo na zaidi kuingia kwenye soko la ushindani katika elimu, alisema mwananchi huyo. Mkazi wa kijiji cha Ibondo wilayani Sengerema, Edward Lushanga, alisema Rais Samia ametambua umuhimu wa viongozi wa ngazi za kata, vijiji kwa kuwapatia usafiri uliorahisisha ufanyaji wa shughuli kwani walikuwa wakitembea kwa miguu. Aidha, Lushanga alisema anajivunia kipindi cha miaka 4 ya Samia kwa sababu ametambua kuonyesha thamani ya zao la kahawa. Rais Samia amekuwa akihakikisha pembejeo zinazopatikana tena kwa bei nafuu na kuhakikisha zao hili linauzwa kwa mfumo wa stakabadhi ghalani kupitia mfumo wa ushirika ambao unasaidia kusimamia bei na kutomlalia mfanyabiashara wa kahawa, kwani hivyo ndiyo ajenda kuu ya Wizara ya Kilimo iliyopigiwa kelele kwa muda mrefu, alisema Lushanga. Wakili wa kujitegemea Fauzia Mustafa aliyoishi Kolelen mkoani Arusha alisema katika miaka 4 ya sekta ya afya imeimarishwa kwa kupunguza vifo vya wajawazito wakati wa kujifungua. Mustafa alisema wananchi mkoani Arusha wana matarajio na imani na Rais Samia Suluhu Hassan atafanya mambo makubwa zaidi akichaguliwa kuendelea kuiongoza nchi. Taifa linamhitaji na wananchi wana imani naye. Hivyo ni wajibu wake kuendeleza pale alipoishia kwa maslahi ya taifa, chama na serikali yake kuhakikisha wananchi wananufaika na rasilimali za nchi yao, alisema wakili huyo. Mkazi wa daraja 2 pia jijini Arusha, Hemed Shabil, alisema katika kipindi cha miaka 4 madarakani Rais Samia amewaunganisha Watanzania kuwa kitu kimoja. Mkazi wa Longido mkoani Arusha, Solomoni Lekui, alisema kuwa katika miaka 4 Rais Samia amefanya mambo makubwa katika sekta karibu zote. Mama lishe Hilda Tukuru na Tausi Selehe wamesema katika miaka 4 Rais Samia amewainua wanawake kiuchumi, ikiwemo fursa za mikopo ya 10% inayotolewa na halmashauri kwa wanawake, vijana na wenye ulemavu. Wakazi wa Pasua katika manispaa ya Moshi, Rahima Sabun na Lenata Mbise wameishukuru serikali kuboresha taratibu za mikopo ya 10%. Mkazi mwingine wa Pasua na Ome Fred amempongeza Rais Samia kwa juhudi za kukuza na kuendeleza usawa wa kijinsia. Mkazi wa mtaa wa Negansi wilaya Babati, Molisi Ambos amempongeza Rais Samia kwa kuhudumia amani na utulivu nchini. Mjasiriamali wa matunda Lea Salehe alimpongeza Samia Suluhu Hassan kwa kuboresha huduma za afya, ikiwemo kujenga miundombinu ya hospitali kwa ngazi mbalimbali na kumuomba aendelee kuboresha nishati mbadala ya gesi vijijini. Mkazi wa Kivule wilayani Temeke, Mwanaid Ramazani amempongeza Rais Samia kwa kutumia fursa ya 4R kubadilisha siasa za Tanzania. Kwa sasa mikutano inafanyika bila ugomvi kati ya polisi na wanasiasa. Hali hii ni jambo ambalo limeipa nchi heshima kubwa, kwani viongozi wa mataifa mengine huisoma nchi kupitia siasa. Uchumi tunamalizia, alisema Mwanaidi. Hii ni Kamata TV. Usisahau kutusubscribe katika YouTube channel yetu ya Kamata TV, lakini pia katika mitandao yote ya kijamii tunapatikana kwa jina hilo hilo la Kamata TV. Asante na kwaheri. Ulikuwa nami mtangazaji wako Alex John.